Ukisoma kitabu kile cha Isaya 46 kianzia mstari wa 9 hadi wa 10, nasema mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nikutangaziaye mwisho wako tangu mwanzo. Kwa hiyo Mungu huwa ana kawaida ya kusema mambo yajayo, unaambiwa leo. Mungu huwa hana kawaida ya kutabiri. Mungu huwa anatoa unabii. Utabiri huwa ni wa wanadamu. That's why pia hata washirikina, wachawi wanaweza wakatabiri, lakini hawawezi kutoa unabii. Kwa hiyo Mungu anapotoa prophecy, unabii, ni anakuambia mambo yajayo. Mambo ya miaka 5, 10, 20 inayokuja, unaambiwa leo ili wewe ambaye umekusudiwa kuokolewa basi uweze kuokolewa. Inaomba wale wazazi ambao mna watoto wenye chini ya umri wa miaka 8. Chini ya umri wa miaka 8, na hasa wale ambao mna watoto ambao wana miaka 3 mpaka 5. Nimeweka tu mpaka miaka 8, lakini hasa hawa wenye miaka 3 mpaka 5, 3 mpaka 5 hapa. Au wale ambao mmepata watoto mwaka 2018, 19 na 20 mpaka 22. Hasa 20 mpaka 22 hapa. Naomba mnisikilize vizuri. Mungu ana mpango wa kupitisha jambo kwa hawa watoto. Mungu ana mpango wa kuwafanya hawa watoto kuwa very super power, kuwapa nguvu ya ajabu sana, ya ajabu mno kwa watoto wa kiume pamoja na watoto walio wa kike. Mungu ana mpango wa kuwapa nguvu ya ajabu sana. Sasa Ibilisi amejua hilo, na Ibilisi amepanga vifo. Shetani amepanga vifo kwa hawa watoto wenye chini ya umri wa miaka 8. Naomba unisikilize vizuri. Nisikilize vizuri. Wewe mzazi ambaye una watoto wenye chini ya umri wa miaka 8, naomba unisikie vizuri. Au wewe mlezi, au wewe bibi au babu ambao hapo kwako unalea hawa watoto wenye chini ya umri huo. Ibilisi amepanga kuleta vifo Tanzania ya watoto wenye chini ya umri wa miaka 8, na hasa hao wenye miaka 3 mpaka 5. Hao watakufa sana hapa. Kwa hiyo leo nitatoa kinga kwa jinsi gani unaweza ukaepusha. Mimi sifanyi mzaha hapa, sifanyi mzaha. Muangalie pia na watu, muangalie pia na watumishi. Mimi siko hapa kufanya mzaha, kufanya utanutani hapa au kutafuta viewers. Siko hapa, niko hapa kuwasaidieni. Hakuna kitu mimi naongea alafu kisitokee. Mungu amenijalia kuweza kuwahudumia nyinyi. That's why hakuna ambacho nitakisema alafu kisitokee. Na nakisema ili wewe uepushe. Narudia tena, kuna vifo vya watoto vinakuja. Sababu ni ipi? Mungu ana mpango wa kuinua jeshi katika nchi ya Tanzania. Hawa watoto watakuwa na nguvu kubwa sana, kubwa mno. Kwanza watakuwa ni wasomi, watakuwa na IQ kubwa sana, watakuwa na nguvu za mwili, watakuwa na nguvu za roho, yani ile conscious power pia watakuwa nayo. Kwa watakuwa ni unstoppable. Na hapo ndipo utawala wa ulimwengu kwa kuanzia Afrika utaanzia hapo kwa hawa watoto. Sasa Ibilisi ameshajua. Kwa hiyo ana mpango wa kuteketeza kila mtoto ambaye ana ile mbegu ya kimungu ndani yake. Na kwa nini Mungu amepanga kwa hawa watoto? Ni kwa sababu asilimia kubwa ya wazazi, watoto wao wamewapeleka madhabahuni. Watoto wao wanawaombea sana, wanawatolea sadaka. Kwa hiyo Mungu akasikia kwa hawa watoto, kwa hiyo anakwenda kuwainua. Lakini shetani sasa amepanga kuja kuleta vifo. Sasa hivi vifo vinaanzia wapi? Vinaanzia mbali. Vifo hivi vitaanzia kwenye upande wa ndoa. Kwa upande wa wale ambao wapo kwenye ndoa, Ibilisi ana mpango wa kupiga ndoa za watu ziharibike, zivunjike, ili apate nafasi ya kuua watoto. Kwa hiyo wale wazazi ambao mnagombana nyumbani na mpo kwenye hatua ya kwenda kutalakiana, kabla hujatalakiana muulize Mungu kwanza.
Maana kuna mpango wa Ibilisi kupasua ndoa ili apate nafasi ya kupiga watoto. Kuna familia ambazo baba ni mlezi, mama sio mlezi. Mama ni mama aliye mzazi tu, amejua tu Mungu amemsaidia, amejifungua vizuri, lakini kuhusu kulea hajui. Baba ndio mlezi. Familia nyingine mama ni mlezi, lakini baba sio mlezi. Baba ni provider tu, kwa maana ya mtoaji. Kwa hiyo Ibilisi ana mpango wa kukata huduma mojawapo. Kama mama ni mlezi, basi akate huduma zikatwe ili hawa watoto wapate shida na baadaye wafe. Au kama baba ni mlezi, basi akate ule ulezi. Anakataje? Anawatenganisha. Anapasua hapo katikati, anatenganisha. Baada ya hapo huyu mtoto, kwa sababu anakosa uangalizi, basi inakuwa ni rahisi kushambuliwa sasa. Na baada ya hapo, muda sio mrefu, mwaka mmoja wa pili, mtoto ameondoka, au baada ya miezi kadhaa mtoto ameondoka. Kwa hiyo ninyi ambao mna mpango wa kuachana, mfikirie mara mbili na mumshirikishe Mungu. Tena kama inawezekana, unipigie simu tuzungumze, nikushauri. Maana usiangalie mahasira yako ukaacha watoto, watapotea, watakufa. Mwingine labda yeye ni babu au ni bibi au ni mlezi, panatokea faraka baina ya mzazi na yule mlezi. Baada ya hapo, yule mlezi atapata hasira, atasema chukua mtoto wako, ondoka naye. Chukua mtoto wako, ondoka naye, ndio ambayo Ibilisi anaitafuta hiyo, kwamba mtoto atoke mikononi mwa walezi ili apate nafasi ya kumtandika. Ndivyo ambavyo Ibilisi amepanga huo mpango. Mimi nawaambia leo kwa sababu ni kitu ambacho Mungu amenifunulia. Hebu sikiliza huu mstari wa Yohana 10, mstari wa 10 hadi wa 12. Nasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Hapo tena nasema, mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Umuona mbwa mwitu anakuja, akawacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Kuna baadhi ya wazazi anakuwa ni mzazi mlezi au ni mlezi msimamizi. Watoto ni mali yake. Mwingine ni mzazi tu, mtoto sio mali yake, aumwe au na nini, yeye hajali. Anasema kuna mchungaji wa mshahara, alafu kuna mchungaji mwema ambaye kondoo ni kitu kwake, kondoo ni mali kwake. Kuna mzazi ambaye mtoto ni kitu kwake, yuko radhi aache kila kitu, lakini mtoto ni kitu kwake. Yuko radhi hata aache kazi, mtoto ni kitu kwake. Lakini kuna baadhi ya wazazi wengine hawana akili. Pesa ndio kitu kwake kuliko watoto. Mali ndio kitu kwake kuliko watoto. Michepuko huko au mambo ambayo ni ya hovyo kwake ndio kitu kuliko watoto. Anasema sasa hawa ambao watoto sio kitu kwao, msiweke watoto wenu mikononi mwao. Narudia tena, wewe ni baba, wewe ni mama. Okay. Sometime nyinyi wote Mungu hajawapa roho ya malezi, lakini baba yako mkwe au mama yako mkwe amemjalia roho ya malezi. Peleka watoto wako pale, au mama yako mzazi au baba yako mzazi wamejaliwa malezi. Wewe Mungu hajakujalia, peleka watoto wako pale, alafu wewe provide. Narudia, mimi sifanyi mizaha hapa. Natoa ni kwa jinsi gani mnaweza mkazuia. Njia ya kwanza nasema lazima kuwe na mchungaji mwema. Njia ya kwanza kabisa ya kuzuia hivi vifo vya hawa watoto visitokee, lazima patokee mchungaji mwema. Unaipata wapi hii? Kwenye Yohana hii 10, ukianzia mstari ule wa 11 na 12.
Kondoo si kitu kwake, kwa mchungaji wa mshahara, lakini mchungaji mwema, kondoo ni kitu kwake. Ukija kwenye familia, mzazi ni mchungaji wa watoto. Kwa hiyo kama kabisa unajua huna ile uwezo wa kusimamia, lakini mume wako ana uwezo huo, mshike sana mume wako, na usitake ndoa ivunjike, na usitake ndoa iharibike. Mshike sana, maana huyu ndio ambaye ataepusha. Mungu atampa macho ya kuona kwamba huyu akipita hivi, mtoto huyu akila vyakula hivi, kuna shida. Akienda nyumba hii, akienda pale, anajua, ana macho ya kuona. Sasa wewe ambaye Mungu hajakujalia uchungaji huu, mshike huyu mchungaji mwema. Kama ni mume, kaa naye vizuri. Sasa kama ni mke, kaa naye vizuri, maana ni mchungaji mwema wa watoto. Maana Ibilisi ana mpango wa kumuondoa mchungaji mwema. Sometime pia kingine ambacho pia Mungu amenifunulia, pia kuna mapigo ya hawa wachungaji wema hawa. Pia ana mpango wa kushambulia hawa wachungaji ili tu pastor atoke. Either kwa magomvi, muachane, mchungaji mwema aondoke, uachiwe wewe ambaye huwezi kuchunga. Wewe ni wa mshahara, uachiwe wewe. Wewe una mambo yako huku, mabiashara hiki na kile. Sasa utashindwa kuchunga. Na ile tu umeshindwa kuchunga, mbwa mwitu anakuja, wanavamia kundi. Kwa njia ya kwanza, lazima kuwe na mchungaji aliye mwema kwa hawa watoto. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini pia hata pia kwa wale ambao pia naamini Mungu katika roho na kweli, lazima pia muwe na mtu ambaye ana uchungaji ulio mwema. Kwa sababu huyu pastor aliye mwema atakwambia kuna kitu fulani. Leo hii mimi nawaambia hapa, kuna tukio linakuja la vifo vya watoto. Tunazuiaje? Mchungaji mwema apatikane, pastor mwema apatikane. Huyu pastor anashambuliwaje? Anatenganishwa na kondoo wake, anatenganishwa na watoto wake, anatengwanisha. Kwa njia gani? Faraka. Bwana asifiwe sana. Njia ya pili ya kuweza kuzuia hivi vifo vya watoto ipo hapa kwenye Mathayo 24 mstari wa 43. Lakini fahamu neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakapokuja, angekesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Anasema kama mwenye nyumba angelijua zamu ya mwizi kuja, anasema angekesha, asingeacha nyumba yake ivunjwe. Kwa hiyo njia ya pili ya kuzuia hivi vitu, anasema mkesha, kuwa macho. Njia ya pili ni kuwa macho. Ukiambiwa kuwa macho kibibilia, manake ni kuwa muangalizi, kuwa supervision, yani kuwa ni mtu ambaye ni muangalizi. Wale wote ambao ni wasinziaji, sio waangalizi, lazima watapoteza watoto. Lazima. Narudia tena, nisikilize. Anasema kama mwenye nyumba angalijua zamu ya mwivi kuja, angalikesha, asingeliacha nyumba yake ivunjwe. Mimi nimekuambia tayari, leo ndo niko hapa nakwambia, ili kumzuia shetani asipige familia yako, kwamba zamu ya mwizi imefika, anakuja. Anajia wapi? Kwa watoto wenye umri chini ya miaka 8, anakuja kushambulia. Tena anashambulia, anaua. Yohana 10:10 anasema mwivi haji ila aibe, aharibu, auwe. Kwa hiyo kama akishindwa kuua, atawaharibu hawa watoto au ataiba maono yao. Sasa unawezaje kuzuia? Lazima ukeshe, uwe macho. Okay. Nini maana ya kusinzia au kulala? Okay. Hebu tuangalie hii Mathayo 13:24. Anasema akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, adui akaja akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Kwa hiyo kumbe adui
Adui ili aje apande magugu, adui ili aje aharibu, anasubiria wakati ukiwa umelala. Mtu aliyelala, kulala maana yake ni kujisahau. Kulala maana yake ni upuuzaji. Kulala maana yake ni kutojali. Kwa hiyo Ibilisi anasubiria wakati tu umejisahau, unapigiwa hapo hapo. Wakati tu umeanza kupuuza, unapigiwa hapo hapo. Wakati tu umeanza kujali, unapigiwa hapo hapo. Kwa hiyo njia ya pili ya kuzuia, ukeshe, uwe macho. Kuwa macho maana yake nini? Usijisahau, usipuuzie, jali, uwe mtu wa kujali. Okay, kwa mfano kabisa nimekwambia jambo kwamba hebu usipite njia hii. Jali ambacho nimekwambia usikipuuze, jali na usije siku katokea ukajisahau kwamba hebu leo tu nipite. Ile leo tu nipite ameenda. Okay. Achilia mbali kuhusu habari ya wazazi. Kuna wengine kabisa mmepeleka watoto wenu kwenye shule hizi za msingi, wameanza chekechea au ile tunasema baby 1, baby 2, unit, wale ambao watoto wenu wapo kwenye shule hizi za medium hizi. Angalia shule ambayo ina malezi. Usione hasara kutupa ada yako mwanao ukamhamisha akaenda shule nyingine. Hela una uwezo ukaitafuta kwa njia yote na ukaipata, lakini uhai hautafutwi. Uhai ukiondoka umeondoka. Kwa hiyo usione kabisa. Unaweza kaona shule hii ambayo mwanangu nimepeleka, malezi yao sio mazuri. Mtoto akija mara amepasuka kichwa, mtoto akija mara amechubuka, mara huko wamepigana huko, mtoto akija anarudi nyumbani ameumia, mtoto akienda shule akirudi mara mgonjwa. Ukiaona tu hayo, usione hasara. Hata kama umelipa ada ya mwaka mzima, achana na hiyo ada, chukua mtoto wako, peleka shule nyingine, tafuta shule nyingine aende akasome ambayo ina malezi mazuri ya watoto. Usione hasara kabisa, usione hasara. Narudia tena, basi hata kama umeshindwa kuhamisha, tafuta mwalimu mmoja pale ambaye umpe hata pesa alee hawa watoto wako. Mpe hata pesa awe anawaangalia pale shuleni, kwa sababu huo ndo mpango wa Ibilisi. Unakuwa macho. Narudia tena jamani, narudia tena. Sijui nitumie lugha ipi. Watanzania wengi ni wapuuzaji. Sasa mtalia. Mkipuuza hili, utakuwa na vilio vya wazazi kipindi cha mwaka huu na mwaka ujao. Kipindi cha miaka hii miwili mitatu hapa, patakuwa na vilio vingi sana vya wazazi. Usipuuze hii kitu hapa. Usipuuze. Tafuta mchungaji mwema, alafu kuwa macho. Maana huyu mwivi anasubiria tu siku umelala. Huu ni mfano ambao Yesu ameutoa kwenye Mathayo hii 13:24 hadi 25. Akasema huyu mpanza amepanda mbegu njema kwenye konde lake. Adui akasubiria tu wakati amelala, akaenda akapanda katikati ya ngano magugu, akapandia mauaji, akapandia mateso, akapandia mahangaiko. Wakati gani? Akiwa amelala. Kwa hiyo ukiwa macho, Ibilisi hawezi kupanda magugu huko. Sasa watu wengi mnalala, mnajisahau. Okay. Njia tatu ya kuzuia hivi vifo ni ibada za roho. Njia ya tatu ni ibada za roho. Njia ya tatu hii. Anasema sisi tunaabudu tukijuacho.
lakini ninyi mnaabudu msichokijua. Saa ipo, saa inakuja, waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kazi ya Roho ni nini? Niliwaambia ni anakufunulia, anakupa maono. Kazi ya Roho ni nini? Pia anakuepusha. Roho, nisikie vizuri, hawa watoto hakikisha kabisa mnawaingiza kwenye ibada za kiroho. Sio makanisa dini haya, sio makanisa dini haya ambayo hawajui kufanya service za kiroho, kufanya huduma za kiroho. Sio hayo. Hata kama ndio wewe hapo ulipo unasali kwenye makanisa dini haya, na hapo nyumbani kwako kuna mahali labda wanafanya maombi na maombezi, karibu hapo, mpeleke aingie pale aende. Tena mpeleke mwenyewe, kwa sababu sio kila vituo hivi vya maombi vina roho wa Mungu. Kwa hiyo wewe mzazi ukienda pale utagundua kama kweli pana roho wa Mungu au hapana. Mpeleke mwenyewe pale mtoto wako vizuri, awe akue kiroho hapa. Maana hawa watoto ni watoto wa spiriti, watoto wa roho. Hawa watoto ni watoto wa roho. Kuna baadhi kabisa ya wamama ambao watoto wao wamewapata kupitia maombi na sala. Wengine pia kwenye kujifungua, wamejifungua kwa njia ya maombi. Hawa ni watoto wa roho, sio wa dini. Sio wa dini. Mnisikilize na mnielewe. Sio wa dini. Sasa wewe ukianza kwenda kidini ukajisahau, ukapuuza, mtoto wako utamkosa. Na utanipigia simu hapa ukilalamika. Kwa hiyo hawa watoto pelekeni kwenye ibada. Ni Jumapili wao wanakwenda, au Jumamosi au Jumatano wao wanahudhuria hawa watoto. Mungu atawasaidia sana. Hapa Arusha nimeambia pia wamama walete watoto wao hapa. Kila siku ya Jumatano na Jumamosi watoto waje hapa. Waje na wazazi wao hapa Arusha. Nimwambia maeneo ya hapa hivi. Kwa sababu najua mpango wa Ibilisi. Najua kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya hawa watoto. Najua leo hii ukiangalia unaweza ukawadharau, lakini mimi naona baada ya miaka 20 mbele wanakuja kuwa very super power. Kwa lazima hawa watoto walindwe hawa watoto. Jambo la mwisho kabisa, anasema palipo na hazina yako ndiko uliko moyo wako. Palipo na hazina yako ndiko uliko moyo wako. Mtolee mtoto wako sadaka ya ukombozi. Sadaka ya ukombozi. Tena sio mahali pengine, toa katika madhabahu hii ya huduma ya Kristo. Usipuuze hivi vitu. Mtolee mtoto wako sadaka ya ukombozi. Maana anasema palipo na hazina yako ndiko moyo wako uliko. Kama mtoto wako ni hazina kwako, mtoto wako unamtegemea aje afanye mambo fulani kwenye familia yako au maisha yako, anakuwa hazina. Mpeleke kwenye ibada za kiroho, lakini pia na wewe usiache kumtolea sadaka. Kabisa sadaka. Zamani ilikuwa kwenye Agano la Kale, mtoto akizaliwa anachinjiwa mbuzi au kondoo madhabahuni. Yaani mtoto akizaliwa tu anachukuliwa mbuzi au kondoo anapelekwa madhabahuni pale. Ili sadaka ile isimame na yule mtoto. Sasa na mimi nakwambia hivi, kwa sababu hapa tutakuwa na maombi ya watoto mara kwa mara. Make sure kabisa unatolea sadaka ya ukombozi watoto wako ili kuondoa roho ya mauti na kifo. Sadaka ya ukombozi ya watoto wako ili Mungu aweze kuepusha. Hawa watoto lazima walindwe. Hakuna kufa mtu hapa. Hakuna kufa mtu. Bwana asifiwe sana. Namba 3, ibada. Namba 3, hawa watoto wahudhurie ibada. Lakini pia utolee na sadaka ya ukombozi. Ya 4, utolee sadaka ya ukombozi. Watoto wako tolea sadaka ya ukombozi. Kama unatoa watoto 4 ambao umri wao ni chini ya miaka 8, basi tolea. Sadaka hii hapa ni ya mwanangu wa kwanza, ya pili mwanangu, hivyo tolea hivyo. Na sisi huko tutaomba na Mungu atakwenda kuwashika mkono hawa watoto, na ile hatima ambayo Mungu amekusudia basi itawafikia. Namaliza kwa kuyaongea haya. Hakuna kitu Bwana ananiambia kisitokee.
Ninyi pia ni mashahidi. Nimeyasema mengi sana na yametokea Tanzania hii. Hakuna ambacho nimewahi kusema alafu kisitokee. Hakuna. Vyote nilivyosema vinatokea na vingine pia vinakwenda kutokea. Vingi sana. Na bahati nzuri pia kuna video za nabii ambazo zimetimia. Ziko hapa YouTube, pitia angalia utaona. Vyote vimetokea. Sasa nimeonyeshwa usiku kwa mkia leo. Vifo vya watoto vinakuja. Ndani ya miaka hii miwili mitatu hapa vinakuja. Kwa nini? Kuna kusudi la Mungu la kuinua jeshi la mbinguni kwa hawa watoto hapa duniani, especially Tanzania. Ibilisi anataka kuzuia. Bwana anambia ili kuzuia watafute mchungaji mwema, wawe macho, lakini pia wawe kwenye ibada pamoja na ukombozi. Ndio kitu ambacho Mungu ameniambia hapa. Msipuuze, mtalia. Msipuuze haya niliyosema. Mkiyapuuza mtalia. Mtalia. Israeli waliambiwa kwamba atakuja mtu ataua watoto, wakapuuza. Kipindi kile cha Musa wakapuuza, hawakuomba, hakuna ibada. Watu wengi sana wakauawa, lakini yule ambaye alikusudiwa Musa hakufa. Kipindi pia kile cha Yesu, Herode akaua watoto wengi sana kile kipindi. Kwa sababu gani? Wazazi walipuuza. Lakini unabii tayari ulitoka kwamba bana atazaliwa mtoto naye atakuwa mfalme. Hawajui kwamba Ibilisi huaga hajuagi mambo ya Mungu. Huaga hajuagi. Kwa hiyo inabidi apige ule uzao wote amalize. Apige wote amalize. Lakini wazazi walipuuza. Nawaambia msipuuze haya mambo, msipuuze, mtalia. Tafuta mchungaji mwema, kuwa macho, mtu ibada, toa sadaka yako ya ukombozi. Hapa huduma ya Kristo, maana hapa ndio maono haya yamekuja kwako. Kwa mimi najua jinsi ya kuomba kuondoa hivi vifo. Jana pia nimempigia kuna watu nimwapigia simu. Kuna mmoja yuko kule Tabora kule. Nafikiri Tabora ndio, kama sijakosea, ni mwalimu na mke wake. Nikawapigia simu saa 7 ya usiku. Bwana ananiambia, "Wahi haraka sana, wawahi hawa. Wahi." Nikaona mtoto wao mwenye umri wa miaka 3 anashambuliwa upande wa kulia huu. Anashambuliwa upande huu wa kulia. Na baada ya hapo nikaona kwamba itaanzia wapi? Yeye na mke wake wataachana. Baada ya hapo ndo mtoto atashambulizi ya mkono huu wa kulia, kama ajali fulani hivi itampata, alafu kupitia ajali huyo mtoto anaondoka. Na baada ya yeye na wengine watafuata. Nikawahi usiku ule nikampigia simu, nikamwambia amsha mke wako, amsha. Nikaongea nao vizuri, alafu nikawaombea. Lakini hawa watu ukiangalia kabisa ni watu ambao wanamcha Mungu, lakini pia huwa wanafuata maagizo nayo wapo. Kwa hiyo ni rahisi mimi pia kufunuliwa mambo yao. Huyu baba huaga anatoaga zaka yake hapa huduma ya Kristo na aina nyingine za sadaka hapa huduma ya Kristo. Kwa hiyo pale penye hazina, Mungu anakufunulia moyo wake nini kinamshambulia. Kwa sababu mambo ya kiroho huwa yanakwenda na hazina, yanakwenda na sadaka. Sadaka ndio inakufunulia huyo mtu yukoje. Kwa hiyo nikampigia simu yule ndugu usiku. Nikaanza kumwombea yule baba. Nimemwambia pia leo tarehe 13 anipigie mchana au jioni. Niongee naye tena vizuri. Uweze nimsaidie kuhusu kupanga familia ili basi pakatokea madhara. Sababu Ibilisi ndivyo alivyo. Wale ambao tayari wana mbegu ya kimungu huwa anawashambulia awamalize. Na mimi kwa mkono wa Mungu sitaacha wale wenye mbegu ya Mungu ndani yao waweze kuangamia. Sitaacha. Ni mtu mwenyewe tu aamue kuangamia, aamue mwenyewe. Sitaacha kuomba, kufunga, kukesha, kumuuliza Mungu kuhusu watu wa Mungu walioko Tanzania hapa kuinuka. Sitaacha kabisa. Tapambana mpaka tone la mwisho. Maana mimi ni mchungaji mwema. Mimi sio wa mshahara, silipwi. Sifanyi vitu ili nipate malipo. Nafanya vitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hakuna mtu ananilipa hapa. Hakuna mtu ananilipa.
ila nafanywa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana kubariki sana, uwe na siku njema. Amen.